ambao hapa ndio upande wenye nguvu kiuhalisia na kimakaratasi kwa namna ambavyo mchakato wa Simba kiuongozi na kiuendeshaji ulivyo. Yeye ndiye mkubwa zaidi kuliko hata upande wa 49 ambao chini ya Mohamed Dewji anatarajiwa kuwa mwekezaji, maana bado sio mwekezaji wa Simba Sports, bado yuko katika level ya udhamini. Kwa hiyo ukitazama katika hayo mazingira unajaribu kuelewa watu kwa nini wanamuta sana Murtaza Mangungu. Kabisa mimi na wewe lazima tukumbuke pia kwamba chini ya uongozi wa Murtaza Mangungu Simba Sports haijachukua kikombe cha ligi kuu. Sawa? Huo ni ukweli ambao uko wazi. Simba haijachukua kikombe cha ligi kuu chini ya Murtaza Mangungu. Nadhani wakati anakuja mwaka 2022 mafanikio yaliyopatikana kwenye msimu wa 21-22 hayakuwa ni mtaji wa kile ambacho yeye alikiandaa. Lakini pia baada ya hapo kwenye misimu mingine yote iliyofuatia unaweza ukaona imekuwa ni nyakati ambazo zimetawaliwa na Dar es Salaam Young Africans. Kwa hivyo yeye hajafanikiwa kudeliver taji la ligi kuu. Lakini on top of it pia unaweza ukaangalia 1v1 Yanga dhidi ya Simba, matokeo yakoje especially kwenye misimu hii miwili iliyopita. Kwa hiyo ni ngumu sana kuamini, ni ngumu sana kuwanemazisha watu wanaoamini kwamba Murtaza kama mwenyekiti amekosea. Lakini katika hiyo mimi naliona kama ni la msingi, lakini inawezekana likawa ni minor. Mimi ninachotazama ni kitu kimoja. Ili Simba ifanye vizuri, ili klabu yote ifanye vizuri, tunafahamu wote inahitaji uwekezaji mkubwa, inahitaji fedha, inahitaji utaratibu ambao ni bora zaidi katika namna ya kuexecute mipango yake ndani na nje ya kiwanja. Na katika hilo maliwaza katika nafasi hii tulizungumza siku moja mimi na wewe kwenye hili game asubuhi, ni kwa na Mastapindwa kuhusiana na namna ambavyo Mohamed Dewji ambaye anatarajiwa kuwa mwekezaji wa club kusema kwamba hatowekeza kama hatoweka udhamini wake kama niseme uwekezaji wake katika level ya ukubwa mpaka pale ambapo anapata usahihi wa mchakato kukamilika, ili ajue kwamba anakwenda kuwekeza asset zake ziko salama kwa namna hii na kwa nafasi hii, which is okay na I understand, kwa sababu yeye ni mfanyabiashara na anapaswa kuepuka ama kunaweza kama kumaintain ile risk control ya uwekezaji wa kila anachokifanya. But again, kama mchakato ni huo, kwa nini Simba waendelee kusubiri? Kwa sababu mchakato wote haujakamilika bado, na hatujui kama kuelekea msimu ujao utakuwa umekamilika. Lakini ambacho tunajua ni kwamba kuelekea msimu ujao Simba wanahitaji kucompete, Simba wanahitaji timu bora, Simba wanataka kuwatoa Yanga kwenye top, wao wakae juu. Sasa nini kifanyike? Kwa maana katika hayo yote maswali utagundua kwamba boss wa klabu ya Simba ni nani, ili aweze kujiri na kubadilisha upepo na hatimaye Simba warejee kwenye njia kuu. Ni wanachama. Na wanachama nani kiongozi mkuu? Ni Murtaza Mangungu. Kwa hiyo huo ndio na mwisho sasa hapo binafsi yangu ndo nakuja kuuliza baadhi ya maswali ambayo ni ya msingi sana. Ni kwa nini Simba mpaka leo hii, klabu ambayo ina miaka mingi, ilianzishwa mwaka 1936 huko, mpaka leo hii ukiangalia kwenye idadi ya wanachama hawafikii kwa mfano 10,000 kwa uchunguzi ambao nimeufanya so far. Kwa nini? Akatikira kwenye Instagram klabu ina followers zaidi ya milioni 7. Kwa nini haina wanachama wa kufikia walau walau 100,000 walau 300,000 ambao wanaweza kujenerate mapato? Lakini ukiachilia mbali hilo kabisa, kwa nini klabu kama ya Simba leo hii imeruhusiwa kupitia uongozi wa mwenyekiti kuwa na wanachama ambao actually ni wa zamani na wanalipa kiwango kidogo cha walau 12,000 kwa mwaka? Ni kiwango kidogo sana cha fedha kuweza kuisababisha klabu iweze kujisimamia yenyewe na kujiendesha bila ya kuwaza namna ambavyo wawekezaji wanaweza kuja, wathamini wanaweza kuja. Kwa hiyo ukitazama mambo katika hiyo namna, ukitazama kwamba wanachama wenye 51% wanapaswa kuwa ndio wenye ubabe mkubwa sana, ndio wenye nguvu zaidi ya kuhakikisha klabu inakaa kwenye njia salama ndani ya kiwanja na nje ya kiwanja, kabla hata uwekezaji kuja, lazima umtazame nani ambaye ni kiongozi mkuu kwenye hilo. Ndio maana Murtaza anakuwa hakwepeki kuzungumziwa na watu wengi kabisa, kitu ambacho ngumu sana kukikataa kwa mtu yote ambaye anazungumza wazi. Lakini pia at the same time kabisa hapo mimi binafsi na mimi hata wewe utaungana na mimi na Mkoroine hapo studioni kwamba pengine adui mkubwa wa Simba Sports kwenye yote haya ambao nimeyazungumza sio Murtaza Mangungu. Adui mkubwa inawezekana ni wanachama wenyewe, kwa sababu
kwenye kipindi chote hiki ambacho tunakizungumzia, wakati mchakato wa mabadiliko unafanyika, wanakuwa wakienda kuhudhuria kwenye vikao vya mkutano mkuu. Kwa nini hawajashinikiza mabadiliko ambayo yataifanya club iweze kushindana na kwa mfano Young Africans ama kutunza mafanikio yao ya miaka minne? Walikwenda wakasema ndio kwenye vitu ambavyo wangeweza maybe kusema hapana, na kwenye vitu ambavyo wangeweza kusema ndio wakasema hapana, na maisha yakaendelea. Kwa nini hawasimama kuweza kuleta mabadiliko ambayo yakifanya Simba irejea kwenye njia ambayo wanaitaka wao wote? Lakini at the same time, kwa nini wao kama wanachama wana entertain kuichangia mapato klabu yao season in season out, halafu wanataka ni kama wanamwachia, yaani wenyewe ni mabosi asilimia zao 51 klabu, halafu wanamwachia mwekezaji aweke fedha kwa ajili ya timu, halafu timu isifanye vizuri wanarejea kwa mwenyekiti wao kama ndo anawasababisha kufanya vibaya. It doesn't make any sense. Kwa hiyo huo ndio ukweli chungu. Sisi wanamtegemea mwekezaji ambaye na wewe hana assurance ya kile ambacho anakiwekeza. Na to be honest kabisa, hata ungekuwa wewe ni Modewiji, wewe unafikiri ungewekeza kaka kama hauna hakika kwamba wewe ni mmiliki? Yaani wewe unawezaje kwenda kuinvest labda bilioni 500 kwenye kitu ambacho sio cha kwako? Miaka 5 baadaye inakuja anatokea SA kwa license ya Afrika kama mzee Magoma. Lakini ananufaika kupitia mchakato wao, ananufaika lakini pia twende hivyo mpaka keleza. Wewe unasusa vipi shehe? Kwani unifaidi kupitia hiyo klabu vipi? Sawa, yaani wazo ni moja. Unajua watu wanapaswa kurejea kwa nini Mo ananufaika na kwa nini Mo anaogopa kuwekeza kwa ajili ya maisha ya baadaye, na pengine anahofu anaweza asinufaike. Sasa hivi ni mdhamini, na katika udhamini wake ananufaika, kitu ambacho ni sahihi. Simba wanampa watu, yeye anawekeza mzigo, wanabadilishana, kila mtu ananufaika, anakwenda na furaha nyumbani kwake. Lakini kwenye uwekezaji, unajua uwekezaji ni tofauti na udhamini. Uwekezaji maana yake ni kwamba ni kampista, wewe leo umechukua shilingi 500 umeiweka mahali, umenunua hisa, unajua miaka 5 baadaye itakuwa ina thamani ya shilingi milioni 10 labda. Sawa. Sasa ili kuweza kuikontrol hiyo thamani ya milioni 10 na kuweza kuileta sokoni hata kuiuza, lazima wewe una hatimiliki zake. Utawezaje kumiliki? Lazima kwa kuna misingi na taratibu ambayo imepatwa. Mo Dewji anataka kujenga pitch labda 5 pale Mobutu Arena, sio? Lakini kile kiwanja bado hakitambuliki kama kiwanja unaweza kusema labda ni sio rasmi kwa sababu ambayo iko chini ya klabu kwa upande wake, kama ambayo anawekeza akiwa anajua kwamba mimi tayari ni mwekezaji rasmi wa Simba. Kwa hiyo end of the day akitokea mtu kwa baadaye kama Young Africans alipotokea mzee Magoma anasema yeye ni mmiliki, Mo tayari anakuwa amepoteza fedha zake ambazo aliziwekeza. Kwa hiyo wanachama na mashabiki wa Simba wana akili mno, wamgusi Mo, wanavugusa mwenyekiti wao ambaye yeye sasa anapaswa kuwa sehemu ya haya mabadiliko ambayo yanahitajika. Of course. Kwa sababu kimlaumu Mo sasa itakuwa mimi naelewa kwa nini wanafushi kwa Mutaza. Okay. Lakini nyuma ni kama wanajipicha pia kampista wanachama wenyewe wa Simba Sports. Kuna mdau bwana wa klabu ya Simba namtafuta hapa tupate naye muda kidogo kuzungumza naye, pengine anaweza kutupa picha nyingine muda mchache ujao. Bwana Marusi, asante sana bwana. Shukrani sana. Asante. Shana sisi kwa kile ambacho